Sasa leo nina jambo jema. Hebu mwambie jirani yako nina jambo jema na jambo jipya. Kwa hiyo kwa Jumapili ya leo, labda na Jumapili kadhaa zinazokuja, nataka nizungumze na kufundisha kwa habari ya wito wa kutoa kwenye ufalme. Wito wa kutoa kwa ajili ya ufalme. Kabla sijazungumza hivyo, naomba watu wa media wanipeleke katika zile video zetu mbili. Ile video yetu ya kwanza tafadhali. Video yetu ya kwanza, mnajua tarehe 21 mwezi wa pili tunaanza ujenzi wa kanisa la makao makuu. Ila hapo, si unaliona? Hii ndio ile ya kwanza hii hapo Kwa hiyo tarehe 21 mwezi wa pili tunaanza. Jamani, hii sio ndoto tena. Hebu mwambie jirani yako sio ndoto tena. Huu ni uhalisia. Najua miezi michache ya mwanzo unaweza usielewe ukifika pale kwenye kiwanja wakati tunachimba hautaweza kuonaona vizuri, lakini nakuhakikishia ndani ya miezi 4, 5, 6 ijayo kitu kitaanza kuonekana. Haleluya. Hiki kitu ni uhalisia. Hebu mwambie jirani yako hiki kitu ni uhalisia. Mwambie tena kitu hiki ni uhalisia. Kwa hiyo tunajenga hili kanisa hilo ambalo lina ukumbi wa kuketi watu 4,200 na makanisa yake madogo madogo mengine 4. Haleluya. Kwa hiyo jumla tutakuwa tuna uwezo wa kukalisha watu 7,000 kwa wakati mmoja. Haleluya. Watu 7,000 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kwenye kanisa kuu na makanisa mengine madogo madogo. Haleluya. Ya jana nilijifunza kitu cha tofauti sana wakati nilipokuwa namsikiliza rais akizungumza maandalizi ya AFCON 2027. Nikajua kwamba kumbe kila kiwanja kikubwa kinatakiwa kuwa na viwanja vingine vidogo vya mazoezi 6. Kumbe na mimi nikajua tuko kiroho. Haleluya. Kanisa kubwa natakiwa kuwa na makanisa mengine madogo madogo. Haleluya. Kwa hiyo hapa tuna makanisa mengine madogo madogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hiki kitu ni halisi. Kwa hiyo miaka michache inayokuja muonekano wa kanisa letu utakuwa ni huo. Haleluya. Na hapo tunaanza kupaishi tarehe 21 Februari. Nipeleke kwenye ile video yangu ya pili tafadhali. Video yangu ya pili hii ndio inakutangazia. Kwa hizi video post, status, share kwa marafiki zako, shirikisha ndugu zako, hakikisha kila mmoja anachangia. Haleluya. Hii ndoto lazima iwe halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona hapo mainjinia tayari na leo nina habari njema. Tarehe 21 unaiona Februari, mainjinia wameshanipa gharama za mwanzo za kuanza za msingi wetu. Haleluya. Nataka nikwambie itakuwa wow. Kwa hiyo tutaanza kuchimba hivyo unavyoona, patachimbika kweli kweli tufike mahali ambapo sisi tunatakiwa kuanza kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona itakuwa tutaseti jengo na tutaseti kwenye viwango vya kimataifa. Haleluya. Jengo letu lazima lijengwe na likamilike. Hatujengi tu kwa sababu tumejenga. Tunajenga kwa sababu tunataka kumwekea Mungu kitu chenye heshima. Na Mungu wakati ananipa hili neno, alinipatia neno la mahali hapa. Hizi ni akaunti nitakwambia mbeleni. Tuna akaunti ya CRDB na tuna ile akaunti ya Yasi. Asante watu wa media. Mwaka 2019 Mungu alisema na mimi kwa habari ya ujenzi wa kanisa hili. 2019 Mungu alinipa neno la kinabii, neno hili. Akaniambia hivi, alinipa ile neno la kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Biblia inasema hivi, wakati Ibrahimu anakwenda kumtolea Mungu sadaka ya mwanawe wa pekee Isaka, akiwa mbali akapaona mahali pale. Anasema Ibrahimu alipaona mahali pale akiwa mbali siku ya 3. Wakati natafuta hiki kiwanja, nilipofika nilipoonyeshwa, ukitokea pale Kibosholoni nikakiona mlimani kiwa mbali, Mungu akaniambia ni pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulienda na kile kiwanja tulikinunua kwa wepesi sana. Baada tu ya kuwa nimekiona kile kiwanja, baba yangu Pastor Carlos alinitumia maneno mawili. Neno la kwanza alinitumia maneno matatu.
matatu. Neno la kwanza tarehe 30 mwezi wa 9 2019 saa 1:38 usiku alinitumia maneno haya. Akasema maneno haya. Akasema katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7 na mstari wa 10. Samueli wa pili sura ya 7 na mstari wa 10. Akasema maneno haya. Tena nitawaagizia mahali watu wangu Israel, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Kwa hiyo Mungu aliahidi atatupanda mahali pale. Akanitumia neno la pili kutoka saa 1:40. Saa 1:40. Siku hiyo ya tarehe 30 mwezi wa 9 2019 akaniambia hivi saa 1 usiku na dakika 40 akaniambia katika kitabu cha Isaya sura ya 14 na mstari wa kwanza. Isaya 14:1 akasema hivi, maana Bwana atamuhurumia Yakobo, atamchagua Israel tena, naye atawaweka katika nchi yao wenyewe, na mgeni atajiunga nao, nao wataambatana na nyumba ya Israeli. Mungu akaniambia mahali hapo patakuwa wageni wakija wa kila design. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa 1:45 siku hiyo hiyo ya tarehe 30 akanitumia neno hili kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 20. Kutoka sura ya 23 na mstari wa 20. Akasema hivi, tazama mimi nitamtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Bwana Yesu asifiwe sana. 2019 wakati Mungu ananipatia neno la mahali pale, naomba nilipokuwa namuomba Mungu mahali hapo pataitwaje, patakuwaje, jina lake ni nini, Mungu akaniambia unaenda kuweka makao makuu ya MTBC na jina la mahali pale pataitwa The Holy Land. Holy Land. Bwana asifiwe sana. Nchi takatifu. The Holy Land. Kwa hiyo tunaenda kumjengea Mungu The Holy Land. Haleluya. Kwa hiyo pataitwa nchi takatifu. Kwa hiyo ukija utakuwa unaingia mahali pale. Na kwa sababu hiyo Mungu ametupa neno la mwaka huu. Nakumbuka mwaka jana mwezi wa 11 nikiwa kwenye gari langu narudi nyumbani, tuko kwenye maombi ya siku 40. Nimetoka hapa kanisani kuomba, na nikiwa ninashuka nyumbani kwenye gari nikasikia neno hili limekuja kwa nguvu. Isaya sura ya 61 na mstari wa 4, ambalo ndilo neno la mwaka huu. Lilikuja kwa nguvu. Isaya 61:4. Akaniambia nao watapajenga tena mahali pale palipoachwa palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, na watatengeneza miji iliyoharibiwa. Alafu nikasikia Mungu ananiambia mwakani, ambayo ndio 2026, ambayo ndio hii, unaanza ujenzi wa kanisa la makao makuu. Hapo ndio tukapata lile neno rebuild, restore and renew. Kwa hiyo ukiona haya maneno unaona yote yanashikana, kwa sababu ni wakati ambao Mungu ametuagiza. Kwa hiyo kwa sababu hiyo nina Jumapili kadhaa ambazo nataka nizungumze nanyi ili kuandaa kwa ajili ya utoaji mkubwa kwenye ufalme wa Mungu. Mwambie tena jirani yako, utoaji mkubwa kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unaandika, andika wito wa utoaji kwenye ufalme. A call for kingdom giving. Wito wa utoaji kwenye ufalme. Fungua pamoja nami katika Biblia kitabu cha Nehemia sura ya 2 na mstari ule wa 17 na 18. Nitasoma katika kitabu cha Nehemia sura ya 2 mstari wa 17 na 18. Nasema hivi, kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulionayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa,
na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto. Haya, na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe shutumu. 18 anasema maneno haya, nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme aliyoniambia. Nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Baba, nikushukuru kwa ajili ya maneno haya katika jina la Yesu Kristo, amen. Anasema katika mstari wa 17, kisha nikawaambia, bila shaka mnaliona tatizo letu kuwa mji wa Yerusalemu ni magofu, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Kila mtu akiangalia kanisa tulilonalo, hili sio kanisa la hadhi yetu. Si ndio yaani sisi ni watu ambao tunapaswa kukaa zaidi hapa. Nakumbuka wakati ninaingia hapa 2011 waliniita banda la mbuzi. Hayo maneno yamekaa sana katika moyo wangu, na nataka ifike mahali Moshi, Tanzania na ulimwengu uweze kujua kutoka katika banda la mbuzi linaweza inuka jengo, haleluya, litakalomletea utukufu katika nchi hii. Bwana asifiwe. Na mimi nimeliacha hivi libaki kama kumbukumbu, kwa sababu kila wakati wanatuitaga banda, kanisa la mabati. Libaki hivi hivi, kanisa la mabati. Haleluya. Ili lile lenye utukufu litakapokuja, kila mmoja awe na sifa ya kusema, hata sasa Bwana amewasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kisha nikawaambia, bila shaka mnaliona tatizo letu kuwa mji wa Yerusalemu ni magofu na malango yake yameteketezwa kwa moto. Basi na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiaibishwe zaidi. Nasoma Biblia habari njema. Alafu anasema, nikawaeleza jinsi Mungu alivyokuwa pamoja nami akinitendea kwa wema. Nikawaeleza pia maneno ambayo mfalme alikuwa ameniambia. Wao walipoyasikia hayo wakasema, haya, na tuanze kazi ya ujenzi. Hivyo wakajiandaa kwa hiyo kazi njema. Hebu mwambie jirani yako, umejiandaa kwa hiyo kazi njema. Na hizi wiki nimekuwa nikiwaandaa, si ndio Nimekuwa nikiwaandaa, na leo tunaenda kubreak the record, tunaenda kubreak, kuingia mahali ambapo Mungu anataka tuweze kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, katika Biblia watu wengi sana walitamani kupewa fursa na Mungu ya kujenga kanisa, lakini sio wote walipewa fursa. Kuna watu wachache ambao walipewa fursa ya kumjengea Mungu kanisa, na nitawazungumza katika mfululizo huu ambao tutakuwa nao. Na leo yumkini nitazungumza tu kwa habari ya mtu mmoja ambaye wakati najiandaa kwa habari ya somo hili aligusa sana maisha yangu. Nataka nikuonyeshe kwanza mifano ya watatu tu katika Biblia, alafu miongoni mwa hao watatu nitamzungumzia mmoja tu kwa leo, yule ambaye yeye alionyesha alitoaje kwa habari ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Lengo ambalo ninalo ni kwamba kila mmoja wetu afike mahali ainuke na kujenga nyumba ya Bwana. Hebu mshike jirani yako, mwambie ufike mahali uinuke na kujenga. Mtu wa kwanza ambaye tunaona alimjengea Mungu madhabahu ni Musa. Kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 4 na wa 5. Biblia inasema hivi, kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israel akawaambia, neno hili ndilo aliloniamuru Bwana akisema nini? Mstari wa 5, katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana, mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba. Mungu anawaagiza ya kwamba watoe kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Angalia katika tafsiri ya habari njema anasema hivi, Musa aliambia jumuiya yote ya Waisraeli, hili ndilo jambo Mwenyezi Mungu anawaamuru mlifanye.
mtatoa katika mali zenu. Hebu mwambie jirani, utatoa katika mali zako. Mwambie tena, utatoa katika mali zako. Anasema mtatoa katika mali zenu. Kwa hiyo wewe ndio unatoa katika mali zako kwa hiari. Anasema mtatoa katika mali zenu mchango wa kumpa Mwenyezi Mungu. Kila mtu mwenye moyo mwema atamletea Mwenyezi Mungu mchango. Hebu mwambie jirani yako, kila mtu mwenye moyo mwema. Muulize jirani yako, wewe ni mtu mwenye moyo mwema? Utamletea Mwenyezi Mungu nini? Mchango. Alafu anasema ukishafika mahali pa kutoa mchango, au toe vyovyote. Mchango ambao utamletea ni huu: dhahabu. Mchango utakaomletea Mungu ni huu: fedha. Mchango utakaomletea Mungu ni huu: shaba. Na anaendelea kusema aina za sadaka ambazo Mungu atazipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema kila mmoja mwenye moyo wa kupenda kutoa. Mgeukie jirani yako muulize, je, una moyo wa kupenda kumtolea Mungu? Mtu wa pili ambaye alipata nafasi ya kujenga kanisa katika Biblia ambaye tunamuona sana ni Suleimani. Na nitapata nafasi ya kukuonyesha kwa habari ya Suleimani katika siku zinazokuja. Lakini kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 tunasoma kwa habari ya Suleimani akiwa amepata fursa kubwa ya kumjengea Mungu kanisa. Na mtu wa tatu ni huyu ambaye tumesoma habari zake, Nehemia. Nehemia yeye hakujenga pase kanisa, lakini Nehemia alijenga ukuta wa Yerusalemu. Haleluya. Kama ishara ya kufanya kazi ya Mungu. Hebu sema, kama ishara ya kufanya kazi ya Mungu. Swali la msingi la kujiuliza ni hili: kwa nini tujenge kanisa? Kwa nini tujenge kanisa? Ziko sababu nyingi sana ambazo unaweza kuzitoa, lakini mimi kwa leo nimechagua 3. Kesho naweza nikasema nyingine, lakini leo nataka niseme tu sababu 3 ambazo hizo zikusukume kumjengea Mungu kanisa. Sababu ya kwanza, tunajenga kanisa kwa sababu kanisani ndipo mahali Mungu anakaa na uwepo wake unakaa. Sema pamoja nami, kanisani ndipo mahali Mungu anakaa na uwepo wake unakaa. Mwambie jirani yako, zungumza. Au umeshaogopa habari za hela? Maana shida wa Kristo wakisikia habari za hela, wanakuangalia mpaka waseme wao uhubiri leo na ututoi hela. Utatoa. Mwambie jirani yako, huyu pasta huyo. Mwambie huyo pasta huyo, utatoa. Yaani nilishajipanga chumbani kwangu hata usiposema amina. Leo nilishajiandaa. Jumapili ya leo, Jumapili ijayo, kama Jumapili 4 hivi nimeshajiandaa. Hizo sitegemee kupata kushangilia wala kusema amina. Lakini hivyo utasikia. Mwambie jina lako ni hivyo. Na? Nimekuja na mabegi yangu ya amina. Yaani huku nyuma anakuwa ananishangilia, tunasema amina. Songa mbele. Yaani kama huku nyuma kuna mtu ananipiga anasema keep it up. Haleluya. Sihitaji kutiwa moyo na wewe. Nilishasoma ile Samueli wa kwanza sura ya 30 mstari wa 6, na Daudi akajitia moyo katika moyo. Hii kazi ni ngumu. Haleluya. Ila nimejiandaa. Haleluya. Wachungaji wenzangu wakitaka kufika mahali pa kutoa hela wanakodi majeshi ya kukodi. Mimi si kodi majeshi ya kukodi. Watoto wangu ninawaweza mwenyewe. Mungu hawezi akakupa mtoto akakunyima maziwa ya kunyonyesha. Hawezi akakupa mtoto akakunyima chakula cha kumlisha. Mungu hawezi akakupa mtoto ukashindwa kukosa hekima ya kumlea. Kwa hiyo Mungu akikupa watoto anakupa na hekima ya kuwalea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nisikilize, haya ninayozungumza yatakusaidia. Tunajenga kanisa sababu ya kwanza kwa sababu ni mahali ambapo Mungu anakaa na uwepo wake unakaa. Kanisani ndio mahali watu wanakujaga kuomba. Kanisani ndio mahali watu wanakujaga kuabudu. Kanisani mahali kama hapa ndio watu wanakuja kukuzwa na kuongezwa. Bwana asifiwe sana. Kati ya vitu ambavyo ukipewa fursa ya kuchagua ushiriki kujenga, chagua kushiriki kujenga kanisa na sio bar. Sio night club. Bwana Yesu asifiwe. Maana najua wengine wana biashara hizo watasema ameanza kuingilia biashara zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe niletee tu hiyo sadaka.
kutoka huko ulikoikusanya, wewe ilete tu. Haleluya, mimi napokea. Ila nataka nikwambie, shiriki kwenye kujenga madhabahu ya Bwana. Madhabahu itakuzungumzia, madhabahu itakusemea, madhabahu itakulinda, madhabahu itakuhifadhi, madhabahu itakutetea mahali unahitaji utetezi. Kwa hiyo shiriki kwenye ujenzi. Moja kati ya vitu ambavyo nimejifunza kwa wazazi wangu, baba yangu na mama yangu mpenzi ambaye ameshafariki, moja kati ya vitu ambavyo nimejifunza kwao ni hivi: hakuna mahali popote walienda na hawakusimama na kusimamisha nyumba ya Bwana. Hata hapa Moshi naweza nikakupeleka mahali nikakwambia, hapa baba yangu alikuwa miongoni mwa viongozi waliosimamia ujenzi wa kanisa hapa. Watu wa Moshi wanajua. Ukienda kanisa la St. Margaret Anglican, baba yangu alikuwa miongoni mwa viongozi waliohakikisha ujenzi unafanyika, lile kanisa linajengwa. Hakuna mahali popote wazazi wangu walikaa na wakaondoka bila kuacha ujenzi. Hakuna wa kanisa. Sasa hivi baba yangu na mama yangu wako pale Geita. Mama ameshafariki, lakini baba yuko pale Geita. Mama kabla hajafariki alihakikisha amesimamia ujenzi wa kanisa la Anglican makao makuu, wanaleta diocese ya makao ya Geita pale. Mama alihakikisha amejenga ile madhabahu unayoiona pale ya kanisa lile. Mama yangu ametoa fedha kuhakikisha madhabahu ile inajengwa. Sadaka aliagiza ijengwe. Baba, siku mama amefariki tunamzika, akaniambia hatuwezi tukaiacha madhabahu hii. Akasema tunahakikisha tuweke tiles pale madhabahu. Kila mchungaji akisimama na kuhubiri, baraka lazima itatufuata tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kanisani ni mahali ambapo Mungu anakaa na uwepo wa Mungu unakaa. Namba 2. Kwa nini ujenge kanisa? Kwa nini ujenge kanisa? Kanisani ni mahali ambapo wokovu kwenye maisha ya watu unatokea na maisha ya watu yanageuzwa. Kanisani ni mahali ambapo wokovu kwenye maisha ya watu yanatokea na maisha ya watu yanabadilishwa. Usijenge kwenye maisha yako vitu vya kuharibu maisha ya watu. Jenga vitu vya kubadilisha maisha ya watu na kuyaongeza maisha ya watu. Jenga. Umepewa fursa ya kumjengea Mungu madhabahu. Shiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jambo la 3, madhabahu au kanisa. Kwa nini tunajenga kanisa? Tunajenga kanisa kwa sababu tunaacha alama ya vizazi. We leave a legacy for generations. Kanisa unalolijenga ni alama ya vizazi. Na ngoja niwaambie wachungaji wenzangu ambao mnanisikiliza, kuna watu wameona tumetoa mchoro wa kanisa hili, wakasema mchungaji, mbona kanisa hilo ni kubwa sana? Sikiliza wachungaji mnao nisikiliza, usijenge kanisa kwa sababu ya mazingira ulionayo. Usijenge kanisa kwa sababu ya hali ya kifedha ulionayo. Jenga kanisa kuacha alama ya vizazi vinavyokuja. Mimi nimekaa mkoa wa Kagera. Kule mkoa wa Kagera kuna mahali ukienda unalikuta kanisa kubwa sana, ambalo ukifika pale watakwambia historia ya pale. Wanakwambia hapa injili kwa mara ya kwanza iliingilia hapa, na ishara kwamba imeingia walijenga kanisa hili. Oh, haleluya. Ukienda Mbeya ni hivyo hivyo. Haleluya. Kanisa hili tunaloenda kulijenga, tunajenga kanisa ambalo kwa vizazi litazungumza. Sisi sote tunaweza tukafa tukaondoka, lakini sadaka zetu, utoaji wetu, jengo tuliloliacha litazungumza na kusema kulikuwa kuna watu wana akili na ufahamu. Kulikuwa kuna watu wanampenda Mungu. Kulikuwa kuna watu waliosemeshwa na Mungu na waliacha kitu ambacho ni ishara kwa vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo we don't build something that suits us. We build something that God requires. Hatujengi kitu kinachotupendeza sisi. Tunajenga kitu ambacho Mungu anakihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na ndio maana wakati Mungu ameniambia sasa ni wakati wa kujenga 2019, nilimwambia Mungu, unataka nijenge nini? Haleluya. Of course kiwanja nilichokipata bado hakijibu ndoto ya kitu nataka nifanye kwenye ufalme wa Mungu.
Na ni maombi yangu saa fulani na wakati fulani ufike, wale wenyeji wote walionizunguka pale niwahamishe. Hujanielewa? Kwa hiyo yeyote ambaye amejenga karibu na sisi ajipange tu kuhama. Hujanielewa? Ajipange kuhama. Kwa sababu nakuhakikishia atahama. Atahama kwa kupenda au kutokupenda. Hujanielewa? Hamjanielewa ninyi? Hujanielewa? Hayo mengine sitayazungumza madhabahuni hapa. Ni siri za ndani. Lakini usiombe nikapiga magoti kwa ajili yako kuomba. Mwambie jirani yako usiombe. Pastor akapiga magoti kuomba kwa ajili yako kwa kitu ulicho nacho. Usiombe. Wewe toa tu kwa hiari. Ila usiombe. Kwa hiyo ninawasihi kwa huruma zake Mungu, wale wenyeji walionizunguka pale waanze kujitafakari tu, na kwa wakati wa Bwana watu wanifuate waniambie, mchungaji, tungetamani tukuongezee na hapa. Hivyo tu. Wasisubiri maombi. Kwa sababu maombi nikiomba yanaweza akaja vibaya. Bwana asiwe. Hivi nyinyi mnaelewa? Usiombe Mungu akaleta hitaji lake kwako, litakusumbua. Na inaweza likasumbua vizazi vyako vyote. Baba yangu Pastor Carlos alikuwa ananiambia juzi hapa, kuna mtu mmoja mahali fulani, nafikiri Dar es Salaam, alipewa kuweka kanisa mahali, alafu baadaye wakamuondoa. Lakini jinsi walivyomuondoa hapakuwa vizuri. Kwa hiyo akaondoka. Na jinsi alivyoondoka, pale akaacha msingi wa kanisa. Wale watu walikuwa na nia na kudhani ya kwamba watapauza. Kwa hiyo kila mtu akifika, anauliza, hivi ule msingi ni nini? Anasema alikuwepo mchungaji fulani kanisa fulani hivi, lakini tulishawamaliza nao, tuliwaondoa. Anasema kwa kuwa mliwaondoa kama kanisa, kwa nini mchukua hata nafasi ya kuongea nao ya kwamba angalau wabaki hapo, au mniuzie mimi alafu mimi ningeongea naye sehemu gani anaitaka nimwachie alafu mimi nijenge sehemu nyingine. Mteja wa kwanza akaenda, wakasema huyu anatuzingua, wakamtoa. Wa pili akaenda, baadaye wakasema haka kamsingi kanatusumbua, wakakabomoa. Wakaendelea kutafuta mteja. Kila mteja akipatikana usiku akiwa amelala, ndio kesho anakuja kukiona kiwanja, anaota kuna kitu kiko kwenye kile kiwanja. Alafu akifika anauliza, hivi pale kulikuwa kuna kitu gani? Usicheze na madhabahu. Nakuuliza, usicheze na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajenga. Kwa hiyo, kwa nini ujenge kanisa? Kanisa ni mahali ambapo tunaacha alama ya vizazi. Hata kama tukiondoka hapa kwenye hiki kiwanja tulichopo kwa Alphonse, hapa imeshabaki alama ya vizazi. Na mimi nawaomba tu wale wenye kiwanja hiki, haleluya, salama yao hapa paendelee kuwa nyumba ya ibada. Kwa sababu nakuhakikishia hakuna chochote kitakuja hapa na kikafanikiwa. Nakuhakikishia. Mark my words. Hakuna chochote hata nikiondoka hapa kitakuja hapa na kikafanikiwa. Hivi mnanielewa? Kuna aina ya maombi nilishawahi kuomba hapa ambayo hawezi akaruhusu kingine kizae, kingine kitokee. Hivi mnanielewa nyie? Na ndio maana ninyi mna viwanja, ngoja niseme na watu wenye viwanja ambao mnawaza kuwapa makanisa, kuweni makini. Kama hujaamua kweli kweli kuwapa kanisa, usiwape. Ni ngumu sana kuliondoa kanisa mahali. Ni ngumu sana. Sasa hizo ni siri nyingine sizungumzi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajenga kanisa kwa sababu kwanza ni mahali Mungu anakaa na uwepo wake. 2, ni mahali ambapo watu wanaokolewa na kubadilishwa. 3, tunaacha alama ya vizazi vinavyokuja. Namba 4, kwa nini tunajenga kanisa? Tunajenga kanisa kwa sababu utoaji wetu kwenye ujenzi huo ni ishara yetu ya ibada.
Our giving to construction of the church is our sign of worship. Kwa hiyo ukimwona mtu anatoa kwenye ujenzi wa nyumba ya Bwana, anaabudu. Ukiona mtu anatoa kwenye ujenzi wa baa, anaabudu. Sasa hamjanielewa. Na ndio maana kuna familia ulevi hautawahi kuisha. Mlijenga baa, wewe ulitegemea nini? Unafikia watoto wa wengine ndio watakufa tu? Wakwako watakuwa walevi mpaka wanalala kwenye mapipa. Kuna biashara usifanye. Kuna watu wanajenga makasino, wanajenga madanguro, wanadhani wako salama. Mungu hadhihakiwi. Hivi hamjawahi kusoma hilo andiko? Wagalatia 6 Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atacho. Umepanda baa, utazivuna kwenye maisha ya watoto wako na uzao wako. Lazima atokee mtoto fulani kwenye familia hiyo awasumbue kwa ulevi, wa pombe, madawa ya kulevya na kila kitu. Atatokea. Na nakuhakikishia atatokea. Na ndio maana haiwezekani ukawa mchungaji na atokee mtoto wako ambaye ni mchungaji. Anaweza akashindwa kutokea ndani ya watoto wako, atatokea mjukuu. Akishindwa mjukuu, atatokea kitukuu. Bwana asifiwe. Mimi uchungaji huu sadaka za baba na makanisa waliojenga zinadai mrithi. Hivi nyinyi mnanielewa ninachozungumza? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utoaji ni ishara ya ibada. Tunajenga kwa sababu utoaji wangu ni ishara ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni muhimu sana ukaelewa, inapokuja kwenye swala la kumtolea Mungu kwa ujenzi au kumtolea Mungu sadaka, acha kumfanya Mungu aonekane omba kwenye maisha yako. Na mimi leo siji kuwaomba. Sasa naomba nisijui ni neno ndio tafsiri nzuri au sio nzuri. Siji kwenu kama omba. Maana kuna watu tujenge, toa jamani, simenti mfuko angalau mmoja, toa jamani, nondo angalau moja tu inakushinda. Jamani, toa angalau toa. Haipaswi kuwa hivyo. Haipaswi kuwa hivyo. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa pili sura ya 9 na mstari wa 7. Wakorintho wa pili 9:7. Ngoja nisome pale. Usikie katika tafsiri ya Biblia habari njema. Wakorintho wa pili sura ya 9 na mstari wa 7 anasema maneno haya. Kila mmoja basi na atoe kwa kadri ya alivyoamua kwa moyo, wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Tafsiri nyingine inasema moyo wa ukunjufu. Mungu anampenda mtu anayetoa kwa nini? Kwa furaha. Utoaji wako ni wa furaha. Nimewatangazia tunaanza utoaji kuanzia leo. Kuna watu wataweka ahadi, kuna wengine watatoa fedha moja kwa moja. Na nishukuru kwa kweli, tangu nimetangaza habari ya hiki, tayari kuna watu wamesha kuja ofisini kwangu na wameleta sadaka. Kijana mmoja akanifuata akaniambia, mchungaji, unajua nilikuwa nimefikiria kupanua mwaka huu biashara zangu, lakini nipo kusikia ukizungumza habari hii. Mchungaji, nimeamua mimi ya kwangu isubiri kwanza. Hii hela ndio nataka nipanulie biashara, hebu ichukue kwanza. Haleluya. Alafu mimi Mungu atanifanyia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine akasema, hiki nilikuwa nimeweka kwenye kibubu changu, nilikuwa nadunduliza ili nifanye jambo langu, lakini nimekusikia mchungaji, nimevunja vibubu vyote. Hela hii hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie hawa watu Mungu hawezi akawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Fikiria kitu cha kutoa, lakini kila mmoja lazima ahusike kwenye ujenzi huu. Hebu mwambie jirani yako, kila mmoja lazima ahusike. Sasa watu wengi wangekuuliza, mchungaji, ujenzi huo shilingi ngapi? Ungesema milioni 100. Kanisani tuko wangapi? Labda tuko 500. Basi gawanya, kila mmoja atoe. Hatufanyi hivyo. Hizo sio kanuni za kibungu. Huo ni ujinga na haipaswi kufanyika hivyo. Unapokuja swala la utoaji, ngozi wananifahamu siku zote. Tukija kwenye mahali tunachangisha fedha, wanakujaga na hizo, mchungaji, tugawanye hii kwa watu wote. Nawaambia hamna kitu kama hicho kwenye Biblia. Usifanye kitu kilicho nje ya Biblia. Biblia inasema kila mtu atoe kwa kadri ya kubarikiwa kwake.
Mwache mtu atoe. Wewe umempangia shilingi 10,000, yeye anataka kutoa 100,000. Wewe umempangia 100,000, yeye anataka kutoa shilingi 20,000. Kwa hiyo mwache mtu atoe kwa kadri ya kubarikiwa kwake. Kanuni ya msingi inapokuja swala la utoaji, kila mtu atoe kwa kadri ya kubarikiwa kwake. Sasa nilikuwa nashangaa kweli kwenye makusanyo ya viti yaliyopita. Unamkuta mwanafunzi, yuko hapa mwanafunzi anajidunduliza, anaomba hela za kutoka kwa wazazi wake. Anakuletea shilingi 50,000 ya ununuzi wa kiti. Mwanafunzi hela ya kudunduliza. Na mwingine unamjua mfanya biashara kabisa, mwingine mwajiriwa kabisa wa serikali na ana kipato na ana mshahara, anakuletea 30,000. Hii ni dharau. Mwambie jirani yako, hii ni dharau. Chochote usichokiheshimu hakiwezi kikawa na thamani katika maisha yako. Jana kwenye grupu la WhatsApp nilikuwa na chat na vijana wangu kule. Wengine wakasema tutaanza kutoa na chochote. Nikawaambia sikilizeni, chochote kisichokugharimu hakiwezi kikaleta matokeo yanayoonekana katika maisha yako. Ifike mahali kumpenda kwako Mungu utoe cha thamani. Neema haichukuliwagi mikononi mwa mtu bila kuilipia gharama. Lazima mjifunze kulipia gharama. Vitu vyake vizuri vina gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila mmoja wetu atashiriki. Ni kweli sadaka zetu hazitakuwa sawa, lakini dhabihu zetu zitakuwa sawa. Our giving will not be equal, but our sacrifice will be equal. Narudia, utoaji wetu hautakuwa sawa, lakini dhabihu zetu imetugharimu nini ndio cha maana. Mtu anaweza akatoa shilingi 50,000 lakini imemgharimu chakula chake cha siku 3 siku 4. Mwingine akatoa shilingi 100,000 ambayo haijamgharimu chochote. Kwa hiyo lazima iwe dhabihu. Hebu mgeukie jirani yako mwambie lazima iwe dhabihu. Lakini kila mmoja lazima ahusike. Kama ni mshirika wa kanisa la MTBC lazima uhusike. Nakwambia lazima uhusike. Haiwezekani mimi na Pastor Dennis na Pastor Sesi na kila mmoja tunakaa hapa ofisini. Ukiwa na shida zako unakuja tunakuona, tunakuombea, tunafunga kwa ajili yako. Ukiwa na jambo la kumtafuta Mungu unataka tuje kwenye biashara tukuombee, kwenye ndoa tuiombee, tujiandae tukulishe. Alafu na wewe tunafika mahali tunakwambia tujengee Mungu wetu kanisa, our business of our father, kazi ya baba yetu. Alafu wewe unakunja mikono yako na kuhakikisha na sisi tutakunja mikono wakati wa uhitaji wako. Sasa hatutafika huko, mwambie hatutishiane. Lakini tunaambiana maneno magumu kwa sababu sisi ni watoto wa familia. Lazima kama kweli wewe ni mwana MTBC lazima ikugharimu. Mimi sijakupangia kiwango, lakini lazima useme hapa. Wakati ninajiandaa jana nafikiri juzi, nilipokuwa najiandaa kutuma zile message, Mungu akaniambia mnaanza upako wa kuanzisha. Mwambie kila mwana MTBC asikose kutoa katika sadaka hii ya kwanza. Kuna watu wengi mmepanga vitu sana na havifanyikagi, maana mnakosa upako wa kuanzisha. Mungu akaniambia kawaambie nimeachilia upako wa kuanzisha. Hapo mbeleni tutaachilia upako wa kuendeleza. Na mwishoni kabisa tutaachilia upako wa kumaliza. Kwa hiyo utakuwa unaanza, unaendeleza na unamaliza. Kwa hiyo kila mmoja, hebu sema kila mmoja lazima atoe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima haina maana kwamba unatoa kwa lazima, ila ule uhiari yako kuna kitu utamfanyia nani? Utamfanyia Mungu wako. Sasa ngoja nikuonyeshe mfano wa mtu mmoja ambaye nimemchagua katika Biblia, ambaye utoaji wake ulikuwa wa tofauti sana. Huyu anaitwa Daudi. Japokuwa hakupewa nafasi ya kumjengea Mungu, alitamani sana ajenge madhabahu. Mungu akamwambia, we Daudi uwezi ukajenga, mikono yako ina damu. Badala yako mtoto wako Suleimani atajenga. Daudi akasema, hata hivyo Mungu asante, mtoto wangu atajenga. Basi akakusanya hazina yake na akampa mtoto wake. Akakusanya sadaka zake, akampa mtoto. Angalia Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29. Tusome kuanzia mstari ule wa 3 mpaka ule wa 9. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Uko pale? Jamani wangapi mnanielewa? Yanawaingia haya? Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Anasemaje? Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 3 mpaka 9. Anasema, nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu shauku. Sasa ngoja nisome katika tafsiri, nisome tafsiri ya habari njema. Anasema hivi, tena zaidi ya vyote nilivyotoa kwa ajili ya nyumba takatifu, ninayo hazina yangu binafsi ya fedha, na kwa sababu naipenda nyumba ya Mungu wangu, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Huyu ni Daudi anasema, nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu shauku yangu, nami ninazo hazina zangu mwenyewe za dhahabu na fedha, nazitoa kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Daudi alitoa pesa zake mwenyewe. Yaani kwa mfano mwingine ungesema hazina aliyoweka, akiba aliyoiweka benki, akiba aliyojihifadhia, akiba aliyonunua vipande vya UTT. Kama mnanielewa. Akasema anatoaje? Haya, twende mstari wa 4. Angalia alivyotoa. Sasa nikupeleke kwenye tafsiri ya Biblia habari njema. Anasema hivi, alitoa hivi, sikiza alivyotoa. Alitoa tani 3,000 za dhahabu kutoka Ofili. Tani 3,000. Alafu anasema akatoa. Sasa tafsiri nyingine za kibiblia za Kiingereza hasa message anasema alitoa tani 113. Kwa hiyo vyovyote vile, yani iwe 3,000 au 113, bado tani unazijua? Yani zile vifuso vile vinabebaga mchanga, mnavijua eh? Vile vifuso vinabebaga mchanga. Vingapi hivyo Dennis? 10? Tuko 16. Chukua 113 gawanya 113 gawanya kwa 7, wana mahesabu 16. Kwa hiyo vile vifuso vinabebaga, si unajua zile vifuso za tani 7. Daudi alibeba ya kwanza, akaja akamwaga tani dhahabu, anamwaga. Akaenda akachukua dhahabu nyingine akajaza tani, akaja akamwaga. Akaenda akachukua nyingine akajaza 16. Kama ni hizo 3,000 gawanya kwa 7. Bwana asifiwe. 428 alibeba fuso zile 428 za dhahabu. Alafu kuna mtu anakuambia nataka kujenga kanisa la Bwana, mimi nitatoa tu chochote. Mwambie sisi sio watu wa kutoa chochote. Tunatoa tulichokifikiria kinachotugharimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Acheni ujinga wa kumfanya Mungu ni mjomba wenu. Unaweza ukamletea bili ya milioni 5 wakati sadaka yako ni shilingi 5,000. Maneno magumu sana na machungu mimi nayazungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema hivi, akatoa talanta 7,000 za fedha safi. Ukisoma, nifungulie message pale, tafsiri ya message anasema alitoa tani 214. Hivi nje mnaelewa? Tani 214 za nini? Za shaba. Gari 30 za tani 7. Twende. Zote hizi anafanyaje? Covering for the wall of the building. Yani zilikuwa kujenga tukuta. Twende. Mstari wa 5. Akatoa nini tena? Huyu ni mtu mmoja, kiongozi kama Pastor Dickson. Akatoaje? Anasema and for the gold and silver, hiyo kwa kazi. Mstari unaofuata anasema hivi, akauliza swali hili, ni nani basi miongoni mwenu aliye tayari kuungana pamoja nami katika utoaji huu? Sasa nisikilize, kanuni ya utoaji iko hivi. Mungu huwa anaanza na kiongozi. Kwa hiyo kama hapa hivi lazima tumsikie Pastor Dickson anatoa nini. Nikimaliza Pastor Elizabeth lazima aseme anatoa nini. Alafu tukienda hapo Dr. Teresia lazima aseme anatoa nini. Alafu nikienda hapo church council wote lazima watoe nini. Katika hili operation ondoa viongozi kwenye uongozi imekuja. Chekecho.
siko tayari kuendelea kufanya kazi na kiongozi ambaye hawezi akaweka mkono kwenye kazi ya Bwana. Kwa hiyo nitafyekelea watu. Yaani kuanzia Jumapili ijayo naanza kufanya demotion. Bwana asifiwe. Hivi mnanielewa? Ninafuata kanuni ya kibiblia. Daudi anauliza, angalia, akauliza hivi. Na nitakuonyesha kimaandiko. Akasema hivi, ni nani basi atakayemtolea Mungu kwa hiari ili ajiweke wakfu hivi leo kwa Mwenyezi Mungu? Biblia inasema hivi, nitampiga mchungaji na kundi litatawanyika. Mara nyingi sana kwenye makanisa na taasisi za kiroho, vitu vya kiroho havifanikiwi kwa sababu wanaotuangusha ni viongozi. Kiongozi anaongoza kwa mfano. Mimi sijakupangia kiwango, ila nimesema kwenye hili lazima uhusike. Unataka kuendelea kuwa kiongozi katika kanisa hili, lazima uhusike. Na habari za kutuwekea ahadi alafu unasubiri simu inakuja, hizo hazipo. Ukituwekea ahadi utoe. Hapa tutaweka ahadi Januari mpaka Machi. I'm serious. Mimi niko serious. Nawaambia. Na nitakuja kusema hapa viongozi wafuatao ninawatoa. Kwa sababu wamekataa kuwa sehemu ya ujenzi wa kanisa. Niko serious. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baba kawa mkali. Hii ndio biashara ya baba yangu. Yesu siku moja wanamtafuta siku 3 hawamuoni. Mama yake na baba yake walipompata wakamwambia, umetusumbua sana siku 3. Ulikuwa? Akasema, kwani hamkujua kama natakiwa kwa kwenye my father's business. Hii ndio biashara ya baba yangu niliyotumwa hapa duniani. Asifiwe sana. Na I'm serious on this. Mimi sijakupangia. Na sina mpango wa kupangia kiwango. Lakini wewe kama kiongozi lazima ujiongeze. Haiwezekani washirika wanatoa, wewe hata mfuko mmoja wa simenti utoi. Hapo unasema kiongozi, naongoza wa mama, kiongozi, naongoza wa baba, kiongozi, naongoza vijana. Wewe, vijana wapi unaongoza? Kiongozi anaongoza kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Viongozi wa idara, nataka kujua orodha ya viongozi wote mlionao na wametoa nini kwenye ujenzi. Na wanatoa kwenye awamu zote. Mimi siwezi kuwa na watu kikwazo wa kunizuia nisisogee. Mtu hawezi, ofisi yangu iko wazi, leta barua ya kujiudhuru. Nitaipokea kwa moyo mkunjufu kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji vipi leo? Nazungumza my father's business. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mstari unaofuatia. Mstari wa 6 ndio naupenda. Haya mchungaji umeyasema, umeyatoa wapi? Haya hapa sasa, mstari wa 6. Twende wote kwa pamoja mstari wa 6. Tusome Biblia ya Kiswahili. Maana nikisoma ya Kiingereza kilikuja na Mary, cha wazungu hatukielewi. Twende cha kwetu Kiswahili. Mstari wa 6 anasema, anasema ndipo wakuu. Ngoja nikusomea habari njema. Habari njema, Kiswahili cha kisasa. Ndipo wakuu wa ukoo. Kuna wazee wa ukoo hapa? Anasema ndipo wakuu wa koo, viongozi wa makabila ya Israel, makamanda wa maelfu na mamia, pia na maofisa wasimamizi wa kazi ya mfalme walipotoa kwa hiari yao wenyewe. Kwa hiyo alianza mfalme, baada ya mfalme wakaja viongozi. Ndio maana nimesema mimi, mama mchungaji, Dr. Telesia, viongozi walionao Kinaima, Pastor Dennis na mke wake, wote lazima watoe. Alafu tukitoka hapo tunaenda kwenye church council, lazima itoe. Tukitoka hapo tunaenda kwenye mashemasi wote, lazima watoe. Tukimaliza hapo naenda kwa praise and worship team wote, lazima watoe. Nikitoka hapo wapiga vyombo na wanamuziki wote, lazima watoe. Nikitoka hapo watu wa media wote, lazima watoe. Nikitoka hapo twende mbele protocol team. Twende mstari wa 7, wanadhani wamekosa. Ukisoma hapo chini anasema hivi, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Anasema mpaka wale wasaidizi wa Suleimani walitoa. Mstari wa 8, angalia. Ni mstari wa 8 au ngapi? Anasema mpaka wasaidizi wote wakatoa. Na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani, yani amevaa cheni yake akavitoa. Alikuwa amevaa bangili zake akazitoa. Alikuwa amevaa pete zake. Kuna mchungaji wa kiroho katika nchi yetu, wakati fulani anajenga kanisa lake, mama mmoja alipeleka mpaka mtoto kwenye chombo cha sadaka. Watu walivua pete za harusi wakaenda kuyeyusha na kuuza ili kanisa lijengwe.
Sasa mimi sema tutafika huko, lakini nasema lazima itugharimu. Kazi ambayo tunaingia kuifanya kwa miaka hii 5 sio kazi ya kitoto, na lazima itatugharimu. Kabla Mungu hajainua watu wengine wakuja kusimama pamoja nasi, sisi ndani lazima tufanye kitu ambacho kitavuta hicho ambacho Mungu anataka kiweze kutokea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, sasa unahitaji nini ili kujenga? Nipeleke kwenye ile slide. Hivi ndio tunavyohitaji kuweka msingi wa kanisa letu. Mchungaji, unahitaji nini ili kuweka msingi wa nyumba hii? Hivi ni vya msingi tu. Mwambie yako msingi wa nyumba. Hatujaanza kupandisha jengo, msingi. Mwambie tena msingi. Tunahitaji nondo pisi 2,800. Kila pisi moja shilingi 100,000. Tunahitaji simenti mifuko 5,200. Kila mfuko mmoja shilingi 16,500. Tunahitaji maloli yale makubwa ya kubebea kokoto 34. Kila loli moja shilingi 1,200,000. Tunahitaji mchanga maloli 24. Kila loli moja shilingi 850,000. Hivyo ni vya msingi tu. Haleluya. Mchungaji Dickson, wewe unafanyaje? Mimi nikasema nipo kwa namuomba Mungu. Shauku yangu imekuwa na ninatamani Mungu anisaidie kabla hili kanisa halijafanya. Tukiingia katika kila phase. Shauku yangu imekuwa nifike mahali namtolea Mungu 10% ya budget inayohusika kwenye phase hiyo. Sijafika hapo sasa, lakini ndio shauku yangu. Kama ni milioni 500 niwe naweza kutoa milioni 50 mimi kama mimi. Sijafika hapo kwa sasa, lakini najua nitafika kabla sijamaliza ujenzi huu. Sasa kwenye phase hii mimi nikasema nitamtolea Mungu nondo 50. Mimi. Nondo ngapi? 50. Nitamtolea Mungu simenti 100. Mimi. Nitamtolea Mungu loli moja la kokoto. Mimi. Na nikasema nitamtolea Mungu loli moja la mchanga. Sasa hiyo ndio sadaka pekee nimeiruhusu itajwe. Kwa sababu mimi naongoza. Kwa mfano mimi nataja ya kwangu, wengine nyote hamtataja. Utaandika jina lako, utaandika namba yako ya simu na nini unataka kufanya katika haya. Kwa maneno mengine, mnachotafuta sasa hivi ni nondo 2,750. 50 mimi nimeshazitoa. Mnatafuta simenti 5,100. 100 mimi nimeshatoa. Mnatafuta kokoto 33 tripu. Mimi 1 nimeshatoa. Mchanga mnatafuta tripu 23. 1 mimi nimeshaitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unafanyaje hapo? Ule mstari wangapi ule anasema Daudi akauliza, mstari wa 5 ule. Anasema ni nani? Hebu nipeleke pale. Daudi anaulizaje? Ni nani aliye tayari kuungana pamoja nami? Mambo ya Nyakati wa kwanza 29:5. Anasema ni nani basi ajitoe kwa moyo ili ajiweke wakfu pamoja nami. Uko tayari? Funika macho yako, sema Bwana Yesu, nimepewa muda wa kujitafakari na kuamua ndani yangu ni nini nikutolee. Na leo hii kabla sijatoa, ongoza hatua zangu. Niweke sadaka ambayo itaonyesha moyo wangu na kila ambacho natamani ufanye katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chukua kalamu na karatasi. Kama una karatasi inua tu mkono, wanakupatia karatasi. Kwenye karatasi andika majina yako kamili. Kwa mfano Dickson Mtalitinya. Alafu andika namba yako ya simu 0754 whatever. Alafu andika unatoa nini? Rudisha ile slide yangu pale. Rudisha ile slide yangu. Unatoa nini? Kama unatoa vyote kama nilivyosema sawa. Kuna watu wanataka kujenga magorofa. Ukitaka kujenga magorofa, hivi ndio vitu 4 vinahitajika kwenye gorofa lolote. Hivi vitu 4 vinahitajika kwenye gorofa lolote.
unahitaji nondo, unahitaji simenti, unahitaji kokoto, unahitaji mchanga. Unataka kujenga nyumba yoyote, hivi ni vitu vinne unavihitaji. Muhimu sana. Ukiweza kuvigusa sawa. Mchungaji, mimi sina uwezo wa kutoa loli moja la mchanga, naweza nikatoa 200,000 kwenye mchanga, sawa. Naweza nikatoa 100,000 kwenye kokoto, sawa. Naweza nikatoa simenti 20, sawa. Naweza nikatoa nondo 2.5, sawa. Naweza nikatoa nondo 10, sawa. Mimi mchungaji, nondo sauni tumemaliza, mimi nitazilipa zote. Haleluya! Andika jina lako. Haleluya. Toa. Kila mmoja. Funika tu macho yako, ukijisikia uwezi kuandika bado omba. Omba, andika. Hiyo unayoiandika hapo ni wakati yako wewe na mimi. Hakuna mtu mwingine atajua. Kwa hiyo unachokiandika mimi nitakipokea, karatasi zote na kila kitu mimi kinakaaga kwenye kompyuta yangu. Wewe katika sana wakati wako utatoa. Na kama umekuja nayo cash na unataka kutoa, niwekee zile akaunti zangu tafadhali. Hizo ndio akaunti za ujenzi. Akaunti ya kwanza iko CRDB 015C 4876879000. Hii inaitwa MTBC Development Account, iko benki ya CRDB. Lakini pia tunalipa namba ya Yas namba 17459609. Zote zitasoma jina la MTBC Ministry. Na kuna wale watu wengine wanasema okay, mimi nataka nilipe moja kwa moja kwako pastor, sawa tu. Utatumia namba yangu ya simu ya 0754822304. Ukifanya elewa imefika. Imefika. Kati ya watu ambao tunatunza rekodi vizuri ni sisi na zinaeleweka, zimenyoka, hakuna kitu chochote. Omba, muamini Mungu. Haleluya. Umekuja nayo kashi, fanya hivyo, weka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekuja nayo na unaogopa kuitoa, watu wakakuona ni burungutu la fedha, wewe amisha tu, ziweke huko, zitakuja na tutazipokea na Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kutumia ujumbe wote, utatumia namba yangu ya Voda ile ya 0754822304. Na wale ambao wananisikiliza kwa njia ya redio sasa hivi na unanitazama kwa njia ya mitandao, unataka kuweka ahadi na nadhiri kuwa sehemu ya hiki ambacho unakiahidi. Ngoja twende kidogo hapa kabla hujamaliza kuahidi. Unachokiahidi ni kati ya tarehe Januari hii na tarehe 31 Machi. Chochote utakachokiahidi uwe una uwezo wa kukitoa kati ya leo na tarehe 31 Machi, sio zaidi ya hapo. Maana tutaweka ahadi nyingine Aprili mpaka Juni, tutaweka ahadi ya 3 Julai mpaka Septemba, na tutaweka ahadi ya 4 Oktoba mpaka Disemba. Kwa hiyo ninachokitaka sasa hivi ni ahadi yako ya kuanzia Januari hii mpaka tarehe 31 Machi, sio zaidi ya hapo. Haleluya. Na tafadhali usiandike ahadi unayosubiri nikupigie simu. Maana kuna watu kazi ngumu, Pastor Dennis, Pastor Bet na Dr. Teresa, kati ya kazi ngumu ni kuwakumbusha watu madeni yao. Hakuna kazi ngumu kama hiyo. Na sitaki nionekane ombaomba kwako. Hii kazi umeiweka mwenyewe kwa Mungu wako. Sijakulazimisha uweke kitu fulani. Wewe weka kile ambacho unajua hiki nitaweza. Unajisikia hutaki kabisa kuweka, usiweke. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila ukiweka, jua kati ya sasa na tarehe 31 Machi uwe umeimaliza tafadhali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na wale ambao mnanifuatilia kwa njia ya redio, njia ya mitandao ya hii mitandao ya kijamii, na unataka kushiriki pamoja nasi, utatumia namba hii ya simu ya 0754822304. Narudia 0754822304. Nitumie jina lako kamili, kwa mfano Dickson Mtalitinya, alafu niambie unachangia nini. Je, unachangia simenti? Je, unachangia nondo? Je, unachangia kokoto? Au unachangia mchanga? Au unachangia vyote? Kwenye nondo utachangia, kokoto utachangia, chochote vile ambavyo utajisikia moyoni mwako, uhiari wako na kupenda kwako. Lakini usiruhusu jambo hili likapita bila kuweka mkono wako. Tafadhali andika majina kamili, namba ya simu ambayo haijakosewa,
na inayopatikana. Usiandike namba ambayo haipatikani, andika namba inayopatikana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari? Uko tayari? Umeshaandika? Naomba kitunga tafadhali. Hizi nazipokea mwenyewe. Simama pale ulipo, shika hiyo ahadi yako. Simama tu pale ulipo na hiyo ahadi yako, shika hiyo ahadi yako. Haleluya. Shika ahadi yako. Uko tayari? Sema, Bwana Yesu, leo hii nimesimama katika madhabahu yako. Bwana, nimesikia habari zako kwamba Musa alijenga hekalu, Suleimani alijenga hekalu. Nimesikia habari zako ya kwamba Nehemia alijenga hekalu. Lakini moyo wangu umeyeyuka ndani yangu niliposikia habari za Daudi mtumishi wako na kiasi cha sadaka alichotoa kukujengea madhabahu. Mimi nami nataka kuacha alama ya vizazi mahali ambapo watoto wangu watakuja na kufungishwa ndoa, mahali ambapo uzao wangu utakuja na kuabudu, mahali ambapo watu watabadilishwa maisha yao, mahali ambapo utakaa Mungu. Leo hii mkononi mwangu kuna ahadi ya sadaka ambayo nataka nikutolee. Bwana Yesu, katika jina la Yesu naomba uipokee kama ulivyopokea sadaka ya mtumishi wako Daudi kukujengea madhabahu. Pokea yangu hii pia katika jina la Yesu Kristo. Mungu, unajua hali yangu ya kwamba sina fedha, lakini fungua milango ya fedha. Niletee fedha kati ya sasa na wakati ulioko mbele yangu. Ahadi hii niitimize kabla ya tarehe 31 Machi katika jina la Yesu. Asante kwa neema ulionipatia katika jina la Yesu. Amen. Kimbia, leta ahadi yako tafadhali.